Barabara kuelekea Sarepta ilikuwa ndefu na yenye vumbi mbele ya Eliya. Alipofika mipakani mwa mji, viatu vyake vilikuwa vimechakaa na jua la alasiri lilikuwa likizama taratibu, likipaka anga rangi ya waridi mpole na dhahabu. Sarepta ilikuwa mji wa kigeni, sauti za ajabu, harufu zisizozoeleka, nyuso ambazo hakuwahi kuziona. Lakini Mungu alikuwa amemwambia Eliya, "Nimemwamuru mjane mmoja huko akulishe." Kwa hiyo aliendelea kutembea, akimwamini Mungu ambaye haonekani kwa macho. Alipokaribia lango la mji, alimwona mwanamke akiinama chini, akikusanya vijiti vyembamba vikatika. Mvulana mdogo alisimama karibu, mashavu yakiwa yamezama, macho yakiwa yamechoka. Mabega ya mama huyo yalining'inia chini kwa uzito wa uchovu. Mikono yake ilitetemeka kidogo alipoinua kila kijiti. Moyo wa Eliya ukagusa kitu ndani yake. Alikaribia na kusema kwa upole, "Naomba niletee maji kidogo katika chupa nipate kunywa." Mjane alisita, akishangaa kusikia sauti ya mgeni, lakini polepole alitikisa kichwa na kugeuka kuondoka. Kisha Eliya akaongeza kwa upole zaidi, "Na uniletee kipande cha mkate mkononi mwako." Safari hii alisimama kabisa, macho yake yakatazama vijiti mikononi mwake. Sauti yake ikavunjika kama majani makavu alipongona, "Bwana wangu, sina mkate. Nina unga wa kufikia mkono mmoja tu ndani ya chungu na mafuta kidogo kwenye chupa. Nilikuwa nakusanya vijiti hivi nitengeneze chakula cha mwisho kwa ajili yangu na mwanangu. Baada ya hapo, hatuna kingine." Mvulana aliye karibu naye alishusha macho, akasukuma vidole vyake kwenye udongo kwa aibu. Kwa muda mfupi, upepo ulipita kati yao, mororo kama wenye huzuni. Eliya akavuta pumzi ndefu. Kisha akasema maneno ambayo Mungu aliweka moyoni mwake, "Usiogope. Rudi nyumbani ukafanye kama ulivyosema. Lakini kwanza nitengenezee kipande kidogo cha mkate uniletee. Halafu ufanye kwa ajili yako na mwanao. Kwa maana hivi ndivyo asemavyo Bwana, Mungu wa Israeli. Chungu cha unga hakitaisha, wala chupa ya mafuta haitakauka, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua nchini." Mjane akamtazama kwa makini. Macho yake yakaonyesha vita vya ndani. Hofu upande mmoja, tumaini upande mwingine. Je, angeamini? Je, angeweza kukubali kwamba ahadi hii ilikuwa kwa ajili yake? Alimtazama mwanawe. Mvulana akamwangalia kwa macho yaliyofungamana na wasiwasi. Hatimaye, kwa pumzi iliyotetemeka, alitikisa kichwa. "Njooni," alisema kwa sauti ya upole. "Fuateni mimi." Ndani ya nyumba yao ndogo, vivuli vilitembea kwenye ukuta. Chungu cha unga kilikaa pembeni, chepesi kiasi kwamba aliweza kukiinua kwa mkono mmoja. Chupa ya mafuta ilikuwa kimya, kana kwamba haikuwa na kitu. Mjane akaweka vijiti chini ya tanuri lake dogo la mawe. Mikono yake ilitembea polepole, kana kwamba kila tendo lilichukua nguvu nyingi. Akaingiza mkono wake ndani ya chungu cha unga. Eliya akatazama kimya. Kikono kimoja, cha kutosha, kwa shida. Akainamisha chupa ya mafuta, mtiririko mwembamba, wa kutosha, kwa shida. Akalichanganya donge.
mwanawe akitazama kwa hamu, tumbo lake likilia polepole. Harufu ya joto yenye kufariji ilianza kujaza hewa. Harufu ya mkate unaooka, gamba likigeuka la dhahabu. Harufu ikijaza kila kona tupu ya nyumba yao. Mjane alimpa Eliya kwanza, kama alivyoambiwa. Kisha akamgawia mwanawe. Mvulana akatafuna kwa pupa, makombo yakibaki kwenye kidevu chake kidogo. Mjane akaachia pumzi ambaye hakujua alikuwa akiishikilia. Kisha jambo fulani likamfanya ageuke. Alirudi kwenye chungu cha unga. Akakiinua. Kilitokea kizito. Sauti ndogo ya mshangao ikatoka midomoni mwake. Unga ulikuwapo. Bado upo. Bado wa kutosha kutengeneza kimate mwingine. Mikono yake ikaenda mdomoni. Macho yake yakajaa machozi, mshangao, faraja na shukrani vikichanganyika. Akanong'ona, chungu hakijaisha. Eliya akatabasamu kwa upole. Mungu hutimiza ahadi zake. Mvulana akamkimbilia mama yake, akamkumbatia kiunoni kwa mikono yake myembamba. Mjane akamshika, akiegemea shavu lake kwenye nywele za mwanawe. Usiku huo, nyota zilipotokea juu ya Sarepta, mjane alikaa kando ya mwanawe, akimwangalia akila kipande kingine cha mkate. Mkate wa joto, laini, uliojaa tumaini. Nje, dunia bado ilikuwa kwenye ukame, lakini ndani ya nyumba yao, jambo jipya lilikuwa limeanza. Imani kwa Mungu anayejaza sehemu zilizotupu. Hata chungu kinapoonekana kuwa tupu, Mungu tayari anaandaa riziki ya kesho. Usiku mwema, mtoto mdogo. Lala ukijua kwamba Mungu kamwe hawasahau wanaomwamini.